nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Akasema mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, Juma Kuu, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 aya 4 hadi ya 9, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 26 aya 14 hadi ya 25. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati huo, mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskarioti, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Toka wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, akaketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, akasema, amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu anaenda zake kama ilivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye atamsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa ni heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe wasema. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, ni Juma Kuu ambalo linazidi kututafakarisha juu ya mateso, kifo na ufufuko ambao Yesu Kristo alipitia katika kumkomboa mwanadamu ambaye aliumbwa na Mungu kwa sura na utashi wake. Ndugu wapendwa, leo hii masomo yote yanatuonyesha jinsi Bwana wetu Yesu Kristo anavyoendelea na safari yake katika ukombozi wa mwanadamu. Katika somo la kwanza tunamwona mtumishi wa Mungu ambaye ameyaweka matumaini yake yote kwa Mungu na kukubali kuteseka bila kujali manyanyaso, fedheha na matukano aliyopitia dhidi ya watesi wake. Hivyo mtumishi huyu anajitoa kwa hiari yake mwenyewe katika kuongoza mapambano ya haki. Hivyo nasi pia kwa namna moja au nyingine tunaweza kupitia changamoto na dhiki mbalimbali ambazo zinaweza kututoa katika kusimama imara kwa kutetea imani yetu. Hivyo inatulazimu kumwomba Mungu nguvu ya kuvumilia mateso hayo na kubaki waaminifu katika kusikiliza sauti ya Mungu. Ndugu zangu, mtumishi huyo tunamfananisha na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye tunamtafakari zaidi katika juma hili, jinsi anavyoingia katika mateso makali. Kristo alitambua yote ni ya muda tu, na hivyo alikubali ili kusudi kwa mateso yake apate kutuokoa sisi wa dhambi. Anakubali mateso na maumivu makali ili kusudi mpango wa Mungu upate kutimia. Anakiri kwamba Mungu aliye mtetezi wake yu karibu na hajamwacha, hivyo ndiye atakayemsaidia na kumkweza mbele ya watesi wake kwa ushindi mkubwa. Hivyo ndugu zangu, Kristo anatufundisha kuweka imani yetu, matumaini na mategemeo yetu kwa Mwenyezi Mungu katika nyakati zote ngumu tunazopitia. Pengine labda tumesalitiwa na marafiki zetu, ndugu,
jamaa au watu wetu wa karibu. Kuna wale waliotusababishia majeraha mioyoni mwetu na kutuachia maumivu makali ambayo yalitufanya kurudi nyuma kiimani, kiuchumi, hata kimaadili. Hivyo leo hii Kristo anatukumbusha kutowahesabia mabaya na kuyaweka matumaini yetu kwa Mwenyezi Mungu, kwani huo ni mwanzo wa Mungu kutimiza mapenzi yake hata katika nyakati ngumu za maisha. Kumbe ndugu zangu, Kristo anatukumbusha daima Mungu yuko kati yetu, hivyo hatuna budi kumuita kwa imani na matumaini, naye atatusikia. Wapendwa, katika Injili tunaona jinsi Yuda anavyotengeneza mipango yake ya kumsaliti Kristo kwa tamaa za kupewa malipo. Yuda ambaye alikuwa mtu wa karibu sana na ambaye Kristo aliweka uaminifu mkubwa kwake na kumfanya kuwa kati ya wanafunzi wake, leo hii anafanya shauri pamoja na wakuu ili aweze kukamilisha mipango yake ya kumsaliti Kristo. Hivyo ndugu zangu, hata kwa upande wetu sisi katika ulimwengu wa sasa, wapo wale ambao tumewaamini sana na kuwapa kipaumbele katika maisha yetu, ambao kutokana na tamaa za fedha au kitu chochote cha thamani wameweza kutusababishia maumivu makali katika mioyo yetu. Katika sehemu zetu za kazi, majumbani, maofisini na hata sehemu za ibada, wapo ndugu ambao wameweza kufanana na Yuda kwa upande fulani, kwa kuweka tamaa zao mbele na kusahau mazuri waliofanyiwa na wenzao. Leo Kristo anatufundisha kuwa licha ya kuwatambua watu hao, hatupaswi kuwafanyia chochote kibaya, bali tuyakabidhi yote kwa Mungu aliye hakimu wa wote. Ndugu zangu, licha ya Yesu kupata maumivu makali aliposalitiwa, hakuacha kumkomboa mwanadamu, bali aliendelea kukinywa kikombe cha mateso na kuvumilia dhihaka, kupigwa mijeledi, kutemewa mate na hata kutundikwa msalabani, ili aweze kumkomboa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kristo mwenyewe ndiye aliyemchagua Yuda ili aweze kumsaidia katika shughuli zake mbalimbali. Licha ya uaminifu alionyesha Kristo kwa Yuda, yeye aliona kuwa si kitu kwake, bali tamaa za fedha na mali zilimpelekea kumsaliti rafiki yake. Funzo tunalopata hapa ni kwamba katika maisha yetu wapo watu ambao tumewachagua, marafiki, wanandoa au washauri, ambao kwa namna fulani wameweza kuwa na chembechembe za uyuda ndani yao, ambapo saa na muda wowote wanaweza kutusaliti na kutupatia maumivu makali katika mioyo yetu. Hivyo Kristo anatufundisha kuwa hatuna budi kuwapokea watu hao na kuishi nao kwa furaha bila kuwahukumu, kwani kazi ya kutoa hukumu ni ya Mungu pekee. Licha ya Kristo kufahamu kuwa msaliti yupo miongoni mwao, aliendelea kuongozana naye ili aweze kutimiza matakwa ya aliyemtuma, akiwa na lengo la kumkomboa mwanadamu aliyeanguka dhambini. Hivyo ndugu zangu, tunaalikwa nasi pia kutokulipa kisasi kwa wale ndugu zetu ambao wamekuwa wanaendelea kutufanyia mambo ambayo ni kinyume cha mapenzi ya Mungu, bali tuzidi kuwaombea ili waweze kubadili nia zao juu yetu na kutenda yale ambayo ni mapenzi yake Mungu, hasa kuishi amri ya mapendo. Ndugu zangu, kupitia huruma ya Kristo, nasi pia tunaalikwa kuiga mfano bora na kumsaidia katika safari yake ya ukombozi wa mwanadamu, hasa kwa kutoa misaada yetu kwa walio wahitaji, kuwasamehe wenzetu, kuwasamehe maadui zetu na kuwapatanisha waliotengana, ili waweze kufurahia maisha ya ufufuko ambao Kristo mwenyewe alituahidia. Pale tulipoenda kinyume na mapenzi yake na kuwasababishia wenzetu maumivu na mateso ya aina mbalimbali kwa tamaa za fedha, mali, tamaa za mwili na mazuri yote ya ulimwengu huu, na kufanana na Yuda kwa usaliti wetu,
Tuzidi kuomba huruma ya Mungu ili tuweze kuwa furaha na mwanga katika jamii zetu na kwa wote wanaotuzunguka. Kristo anatamani daima tuweze kumtazama yeye na kuungana naye katika safari hii ya kumkomboa mwanadamu. Daima tuweke matumaini yetu kwa Mungu na kutegemea maongozi yake pale tunapopitia mateso kutoka kwa wale tuliowategemea maishani mwetu. Kila mmoja wetu azidi kutafakari ni kwa namna gani katika juma hili kuu anazidi kuwa mwaminifu pasipo kumsaliti Kristo na kuwahudumia wahitaji kwa uaminifu pasipo kuwasababishia mateso na maumivu katika maisha yao. Hivyo ndugu zangu, usaliti katika jamii zetu huleta utengano na husababisha mmomonyoko wa maadili katika jamii zetu. Tuendelee kumuomba Kristo neema yake katika kuyapokea yote yanayotokea katika maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Eric Prochis Leandri wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.